Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. Jina naitwa Beatrice Majaliwa, ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa Radio Jamii Kilosa, lakini pia ni CEO wa Bite Collection ambaye najihusisha na bidhaa, uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama mashuka, vitenge, nguo za kina mama kwa ujumla wake. Leo hii tarehe 31 mwezi wa 10 ni kumbukizi ya siku yangu ya kuzaliwa, na nimeamua kufanya birthday ama kufanya sherehe hii katika shule ya msingi Mazinyungu, kitengo maalum cha watoto walemavu wasioona na wenye ualbino. Nimeamua kufanya hivi kwa sababu kwanza hii ni shule ambayo mimi nilisoma shule ya msingi miaka kadhaa iliyopita. Kwa hiyo nikaona nirudishe kwa jamii. Mara nyingi tumekuwa tukirudisha kwa jamii. Kwa mimi nimeona shule ambayo nilisoma shule ya msingi kuanzia darasa la 1 mpaka la 7, nikaja kurudisha kile ambacho nimejaliwa. Lakini kingine ambacho kimenifanya nije hapa na system nyingine, mara nyingi sasa hivi watu wanafanya birthday kama sherehe kubwa sana. Wanaenda ukumbini, wanashiriki na wale ambao wanacho. Mimi nimeona kidogo ambacho ninacho, nije nigawane na hawa ambao wenyewe pia wamekuwa na uhitaji. Watoto hawa wapo katika shule hii. Kuna muda wanahitaji upendo, faraja, uwepo wa wazazi kama mimi na wengineo. Kwa hiyo nikaona ile sherehe yangu nije kuifanyia hapa shuleni, nishirikiane na hawa watoto. Na siku ya leo tumekata keki hapa, lakini pia nimekuja na sadaka ndogo. Nimewaletea katoni kadhaa za juisi, nimewaletea mafuta, nimewaletea biskuti, nimewaletea sabuni, lakini pia nitakuwa nao kwa muda mwingi. Siku ya leo tutashiriki pamoja. Kupitia hiki ambacho mimi nimekifanya, mimi nimeleta vitu vidogo sana, na kutoa ni moyo, si utajiri. Katika jamii ambayo tunaishi, ninaamini kuna wale ambao wanawiwa kuja kutoa. Watoto hao wana mahitaji mengi sana wanayohitaji. Kuna wengine wanahitaji viatu, baadhi ya nguo, baadhi ya mahitaji kadha wa kadha. Kwa hiyo kupitia mimi iwe ni njia ya wengine kuweza kuifuata na wenyewe kuja kutoa misaada hapa. Inaweza ikawa ni katika kumbukizi ya siku yako ya kuzaliwa. Naweza tu kaamua tu uje ushirikiane nao. Kwa kupitia hiki ambacho mimi kidogo nimekifanya, iwe ni njia kwa wengine waweze kuja kuwasaidia, kuwatembelea na kuwapa misaada mbalimbali. Hata mazingira yao unayoishi, unaweza ukaja ukazungumza na mkuu wa shule, akakupa changamoto ambazo wanazo, tukaona namna gani tunaweza kuzitatua kwa pamoja. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa jamii ni huo, tuendelee kuwathamini na kuona uwepo wao hapa shuleni. Jina langu naitwa Mwalimu Arioba, ni mwalimu wa shule ya msingi Mazinyungu. Nachukua nafasi hii kumshukuru dada Beatrice Majaliwa ambaye ni alumni wa shule yetu, kwa sababu alisoma hapa miaka hiyo, lakini leo imempendeza Mungu, ameona kwamba siku yake ya kuzaliwa aje asherehekee hapa pamoja na watoto wetu wenye mahitaji maalum. Tunasema asante sana, Mwenyezi Mungu aendelee kubariki, kwa sababu watoto hawa, jamii ambayo inawazunguka ndio wazazi wao. Wazazi wao wengi wapo mbali, lakini wengine pia wazazi wao hawapo hapa. Wazazi wao kama wengine maisha kama hawana wazazi, kwa unapokuwa napata ugeni wa kutembelewa na mmoja kati ya wazazi wa watoto ambao wanasoma hapa, wanakuwa nafarijika sana. Nichukue nafasi kuwakaribisha wengine wote ambao wanaweza kuja kuwatembelea watoto, kuja kuwasalimia, kuwafariji, kuwatia maneno ya faraja. Basi karibu sana, milango iko wazi, unakuja katika uongozi wa shule, unaweza kukaribisha. Watoto hawa wanahitaji faraja, watoto hawa wanahitaji upendo, watoto hawa wanahitaji ukarimu, lakini zaidi unatamani upate muda wa kwenda kutembelea na kuonana na wazazi. Naitwa Asha Rashid Madohola, ni mhariri mkuu wa Radio Jamii Kilosa. Leo Oktoba 31 ni birthday ya Beatrice Majaliwa ambaye ni mfanyakazi mwenzangu wa kituo cha Radio Jamii Kilosa. Lakini katika kusherehekea sikukuu yake tumefika hapa katika shule ya msingi Mazinyungu kwa watoto wenye mahitaji maalum. Ameweza kufanya chochote, ameweza kurudisha kwa jamii. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa kadri ambapo yeye amejaliwa na kuweza kushirikiana na Radio Jamii. Yeye binafsi kawiwa kuja hapa katika kituo hiki cha watoto wenye mahitaji maalum na kuweza kuwashika mkono. Amewashika mkono kwa namna ambavyo yeye amejaliwa na Mwenyezi Mungu. Ni jambo zuri. Kwa hiyo angeweza kwenda club, angeweza kwenda eneo lolote la starehe, lakini ameamua kuja kurudisha kwa jamii hapa, kutoa shukrani yake hapa. Naamini Mwenyezi Mungu atamrudishia kwa kile ambacho amekitoa. Lakini jambo zuri ni kutoa rai kwa jamii nzima ya hapa wilayani Kilosa na hata nje ya Kilosa. Hawa watoto bado wana mahitaji mengi sana.
sana. Wanahitaji sabuni, wanahitaji mafuta, wanahitaji vyakula. Kwa hiyo ni fursa hiyo ya kwetu sisi jamii kuweza kuja kuwashika mkono kwa chochote kile ambacho utakuwa umejaliwa. Twende tukawashiki hawa watoto ambao wanakuwa wana mahitaji muhimu. Wanatuhitaji sisi wazazi, wanatuhitaji sisi walezi, wanatuhitaji sisi kama jamii kuweza kushiriki kwa pamoja. Kwa hiyo kurudisha tabasamu, kuwapa tabasamu watoto ni jambo zuri. Kama leo tumekata keki kwa pamoja, tumekula, tumeenjoy vitu vitamu, vitu vizuri. Asante.